Je, ni makia ama ni madania? Kuna maneno mingi kwa maulama. Katika sura zote 114 hakuna sura ambayo kwamba kumepatikana khilafu kubwa kati ya maulama kuhusu ni ya Makka ama ni ya Madina zaidi ya sura kama hii, Suratul Hadid. Na daima huwa tunakumbushana tukisema sura ni makia, maana yake imeteremshwa kabla mtume ahame kwenda Madina. Na tukisema sura ni madania, maana yake imeteremshwa baada ya mtume kuhama kwenda Madina. Sio imeteremshwa Makka, imeteremshwa Madina. Tumakini hapa, kwa sababu mtume akiwa Madina amewahi kusafiri kwenda Makka, sawa ni kwa kutekeleza umra, sawa ni kwa kwenda kufanya fathu Makka. Kuna ayat zilizoteremka kule, zile haziitwi makia kwa kuwa zimeteremka Makka, ni madania kwa sababu zimeteremka baada ya mtume kuhama Madina. Sasa sura hii ina maneno mingi kwa maulama. Jamhuri wengi katika wanazuoni wanatuambia sura kama hii ni madania, imeteremka Madina, kutokamana na ishara ambazo kwamba zinapatikana katika sura za Madina ama zilizoteremka Madina. Yani hapa kumetajwa ahlul kitab. Maka hakukuwa na ahlul kitab, kulikuwa na mushrikina wenye kuabudu masanamu. Kumetajwa munafiqun, Maka hakukuwa na munafiqun, munafiqun walipatikana Madina. Kumetajwa jihadi, Maka hakukuwa na jihadi ilikuwa Madina. Kwa hivyo ishara nyingi zilioko ndani ya sura kama hii zinaonyesha kuwa sura kama hii imeteremka Madina ama ni madania. Lakini baadhi ya maulama wakatuambia kuna ayat ambazo kwamba zimeteremka Makka kutokamana na dalili kadhaa. Ukisoma katika sahihi ya al-Imam Muslim hadithi ya Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud katika masahaba wakubwa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema haikuwa kati ya sisi kusilimu na Mwenyezi Mungu kutuatib, kutukemea kwa aya inayosema alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, hakukuwa kati ya vitu viwili hivi isipokuwa miaka minne. Yani kati ya Ibn Mas'ud kusilimu na kuteremsha hiyo aya ilikuwa ni miaka mingapi? Minne. Na Ibn Mas'ud katika watu wa mwanzo kusilimu. Kwa hivyo kutokamana na kauli yake inaonyesha sura kama hii teremka kama mwaka wa 4 wa bi'tha, hapo 5 haikufika Madina. Na Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud kama anavyopokea pia al-Imam Muslim kutoka kwake mwenyewe akisema hakuna sura katika Qur'ani isipokuwa najua lini imeteremshwa, na hakuna aya katika Qur'ani isipokuwa najua wapi imeteremshwa na kwa lipi imeteremshwa. Na mwenyewe alikuwa akijigamba akisema maswahaba wanatambua kuwa mimi ndio mjuzi wao zaidi wa Qur'ani, hakuna anayempata katika kuijua Qur'ani. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia kuisoma Qur'ani fresh kama ilivyoteremshwa, anasema man arada an yaqra al-Qur'ana au man ahabba an yaqra al-Qur'ana ghaddan tariyan kama unzil falyaqra biqira'ati ibn ummi abd. Yeyote yule ambaye kwamba atataka kuisoma Qur'ani fresh kama ilivyoteremshwa aisome kwa kisomo cha Ibn Ummi Abd ambaye kwamba ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Kwa hivyo alikuwa ni katika maswahaba ambao kwamba wanaipata vizuri sana al-Qur'an. Bali hata alipotuambia tuichukue Qur'ani kwa watu wanne, Mtume akatuambia khudhul Qur'ana min arba'in au min arba'atin, chukueni Qur'ani kutoka kwa watu wanne. Wa kwanza alomtanguliza alikuwa ni huyu, akasema min Abdullah ibn Mas'ud, kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud. Rawi aliyepokea hadithi asema fabada bihi, akaanza naye. Yani ili usije ukasema hawa watu wanne Mtume aliwataja, lakini mpokezi wa hadithi amewataja kwa mpangilio wake, hajui yupi aliotajwa mwanzo ama nini. Akuhakikishia kuwa aliyetajwa kwanza na Mtume katika wanne nani? Abdullah
Ibn Mas'ud. Kwa hivyo khulasa ni kuwa sura kama hii tutasema wingi wake ni madania, imeteremka baada ya hijra Mtume sallallahu alaihi wasallam, isipokuwa kuna baadhi ya ayat ambazo kwamba ni makia, zimeteremka kabla ya hijra, kwa dalili ya haya ya Ibn Mas'ud, lakini na vile vile kwa dalili ya hadithi iliyopokewa na al-Imam al-Bazzar katika musnad yake, na vile vile al-Imam at-Tabarani katika mu'jam yake, hadithi ya kueleza kisa cha kusilimu Sayyiduna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Nasema Sayyidina Umar ibn al-Khattab alipokuja kwa dadake, alipambana na sahifa ambayo kwamba imeandikwa mwanzo wa suratul Hadid, akaisoma Sayyidina Umar ibn al-Khattab kuanzia mwanzo wa surat al-Hadid mpaka aya kadhaa, kisha akasilimu. Kwa hivyo suratul Hadid ilikuwa ni sababu ya Sayyidina Umar kusilimu, na sote tunajua kwa Sayyidina Umar alisilimu wapi? Alisilimu Makka. Kwa hivyo kwa ufupi tutasema kuwa aya nyingi katika sura kama hii zimeteremka wapi? Madina. Kuna baadhi ya ayat ambazo kwamba zimeteremka Makka. Imejulikana tumesema kama suratul Hadid, na fadhila yake ni kubwa sana. Al-Irbad ibn Sariya, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi iliyopokewa na al-Imam Abu Daud katika sunani yake, anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bil musabbihati qabla an yarqud. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizisoma hizi musabbihat, hizi zinazoanza na sabaha, yusabbihu, hizi ndizo zinaitwa musabbihat. Zipo 7. Kuna suratul Isra na kuna suratul Hadid, hii ambayo kwamba tuko ndani yake, kisha kuna suratul Hashr, alafu kuna surat At-Taghabun, kuna surat As-Saff, kuna surat Al-Jumu'ah na suratul A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Hizi 7 ndo zinajulikana kama musabbihat. Zimeanza zingine kwa fi'il madhi kama tulivyosema, kama hii sabaha, zingine zimeanza kwa fi'il mudari' yusabbihu, zingine imekuja kwa fi'il amr sabbih, sabbih isma rabbikal a'la, na kwingine imekuja kama masdar subhana alladhi asra bi'abdihi. Naam, hizi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizisoma kabla ya kulala, kizipenda sana. Asema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bil musabbihati qabla an yarqud. Mtume alikuwa akizisoma hizi musabbihat kabla ya kulala. Asema wa kana yaqul, alikuwa akisema fihinna aya a'dhamu min 1000 aya. Katika hizi musabbihat kuna aya ambayo kwamba ni adhimu na kubwa kuliko aya 1000. Sasa hii aya yenyewe ni gani? Hakuitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini maulama mufassiruna katika kufuatilia itakuwa ni ipi, al-Imam Ibn Kathir na waliofuata njia yake wanasema aya yenyewe ni hii ya Mola subhanahu wa ta'ala akisema huwa al-awwalu wal-akhiru wal-dhahiru wal-batinu wa huwa bikulli shay'in alim. Aya 3 katika sura kama hii. Taib, Ibn Kathir, wewe nini kilichokusukuma kwenda kusema ni aya hii ndio anakusudia Mtume kuwa ni adhimu na tukufu kuliko aya 1000? Asema kwa sababu imekuja katika athar kwenye hadithi mbalimbali kwa Mtume alikuwa akipenda kuisoma sana hii. Kwa hivyo yaonesha kuwa ni hii, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipenda kuisoma sana. Naam. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akizisoma hizi musabbihat kabla ya kulala. Na sura imejulikana tumesema kama suratul Hadid. Hadid ni chuma. Hadid ni chuma. Imeitwa kwa jina hili kwa sababu ndani yake kumetajwa hadid. Mwenyezi Mungu aliposema wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u linnas ila akhir alaya. Wa anzalna alhadid, tumeteremsha chuma. Naam. Kwa hivyo kwa sababu kumetajwa hadid ndani yake ikaitwa suratul Hadid. Lakini lazima tufahamu kitu hadid, neno hadid katika Qur'ani haikutajwa mara moja wala 2 wala 3, imekuja mara 6 neno hadid katika Qur'ani.
Kule katika suratul Kahf imetajwa katika kisa cha Dhulqarnain alipomwambia atuni zubar alhadid, ya kwanza hiyo. Alafu ukija katika sura ya pili akizungumzia Sayyidina Daud alayhi salam, Mwenyezi Mungu akatuambia wa alanna lahu alhadid. Alafu ya tatu ni hii wa anzalna alhadid. Ya nne kunu hijara au hadida, sawa. Ya tano walahum maqami' min hadid. Ya sita fabasaruka alyawma hadid. Kwa hivyo imekuja mara sita katika Al-Qur'an Al-Karim neno hadid, na hatutasimama sana hapa kwenye hadid. Pale tutakapokuja kwenye aya yake ikizungumzia, ndio tutakuja kuona asrari za chuma. Ikiwa madini nyingi katika huu ulimwengu, mbona hadid? Siri yake iko wapi? Alafu ukipeleleza mpangilio wa sura za Al-Qur'an Al-Karim, tunajua kwa Qur'ani ina sura 114, sura 114. Ukigawanya mara mbili ni 57, 114. Sasa ukiangalia kwa nambari utapata suratul Hadid ni sura ya 57, imekuja sura ya katikati kabisa. Kama vile ukiangalia maneno ya Al-Qur'an Al-Karim utapata neno wa yatalattaf iliyoko katika suratul Kahf ndio neno la katikati kabisa. Sasa kwa nini hii ikawa ndio sura ya katikati? Je, ina siri ndani hilo? Naam, inayo, lakini tusubiriane tukizungumzia hadithi inshallah na mengine mengi yanofungamana na hadithi. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala akaianza sura kama hii na tasbihi, na hizi musabbihat hizi katika maajabu ya sura hizi saba katika 114 ni kwa zimebeba al-asmaul husna thuluthi yake, 1/3 ya al-asmaul husna, thuluthi ya majina matukufu ya Mola Subhanahu wa Ta'ala 33 yapo katika hizi sura saba. Alafu mengine yametajwa katika sura zingine ambazo kwamba zimebaki. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala baada ya a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim akaanza kutuambia sabbaha lillahi. Naam, sabbaha lillahi, amemtakasa Mola Subhanahu wa Ta'ala ma fi samawati, vilioko katika mbingu, wal ardi, na vilioko katika ardhi, wa huwa al-azizu, na yeye ndio mwenye nguvu, al-hakim, mwenye hikma. Naam, al-haq subhanahu wa ta'ala ameanza na sabaha kutokamana na tasbih, na tasbih ni tanzih, kumtakasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutokamana na kila mapungufu, kutokamana na kila sifa ya mapungufu. Alkamalu lillah, ukamilifu ni wa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sisi wanadamu namna tutakavyokuwa, lakini lazima tutakuwa na mapungufu, na kama hatutakuwa na mapungufu basi tutakuwa matatizo, tutakuwa si binadamu tena. Yani ili thibitisha kuwa wewe mwanadamu lazima uwe utakuwa na mapungufu. Na ndio naona al-azizu al-hakim, Mola Subhanahu wa Ta'ala peleleza katika sura zote hizi musabbihat, hukosi al-azizu al-hakim katika zote za musabbihat. Huwezi kuzikosa hizi sifa mbili ama majina mawili haya Mola Subhanahu wa Ta'ala, al-azizu al-hakim. Hikma yake nini? Maulama wanatuambia kana kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala tuambia hata kama mtu atafika katika izza kawa kiongozi mtu akasifika na hikma lazima, lakini atakuwa na mapungufu. Inshallah uwe hakimu kama Suleiman, kama Luqman, Luqman al-Hakim, uwe na uongozi kama Namrud ama Nabii Suleiman, sababu huu ulimwengu kuna watu ambao kwamba wameuhukumu wote, athari zao ziko mpaka maeneo ya kwetu. Ukienda Zanzibar, ukienda maeneo ya Kilwa utazipata. Sayyiduna Suleiman alayhi salam na An-Namrud laanatullahi alayhi, na watatu ni Dhulqarnain alofika mashariki al-ardh na magharibiha. Hawa watu watatu katika tarehe ya huu ulimwengu
wamewahi kuihukumu dunia nzima. Sasa namna utakavyokufika daraja ya uongozi uwe mkubwa kiasi gani, namna utakavyopewa hikma na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini lazima kama mwanadamu utakuwa na mapungufu yako, lakini Mola pamoja na izza yake na hikma yake, yeye hakuna mapungufu ambayo kwamba yanampata. Kwa hivyo subbaha lillahi ma fi samawati wal ardi wa huwa al-azizul hakim. Aya ama sura imeanza na tasbih, kumsabih Mola subhanahu wa ta'ala. Tumesema tasbih ni kumtakasa Mola kutokamana na kila sifa ya mapungufu. Naam, na ni moja katika adhkari adhimu ambazo kwamba muumini atakana ashikamane nazo, na tumetaja jana katika khutbatul Jumaa kuwa salaf salih, tukataja wawili, al-Imam Ibn Shihab az-Zuhri na al-Imam an-Nakhai, katika wema waliotangulia, wakizungumzia fadla za Ramadhani, wote wawili kwa mmoja wao waliitaja tasbih, wakasema tasbihi ndani ya Ramadhani yashinda tasbihi 1000 nje ya Ramadhani. Hii yatosha kukupa picha ya kuonesha fadla ya tasbihi, kwa katika adhkari zote hawakutaja isipokuwa nini? Tasbih. Naam, na muumini atakana awe ni mwenye kumsabih Mola subhanahu wa ta'ala kwa wingi. Na ukiangalia katika ilaka ya sura hii na sura iliyokuwa kabla yake, sura iliyokuwa kabla yake ni suratul Waqi'a. Sasa angalia, kabla Mola kutuambia sabaha lillahi ma fi samawati wal ard wa huwa al-azizu al-hakim, angalia aya mwisho katika suratul Waqi'a, Mola subhanahu wa ta'ala anasema fasabbih bismi rabbikal azim. Aya mwisho katika sura iliyokuwa kabla yake ni amri ya tasbihi, fasabbih, takasa jina la Mola wako aliokuwa adhim. Ndio maana wema wakisoma aya kama hii wanafanya nini? Wanamsabih Mola, subhana rabbil azim. Kwa hivyo fasabbih bismi rabbikal azim, msabih Mola wako alikuwa adhimu, sabih jina la Mola wako adhimu. Moja kwa moja anasema sabaha lillah, kana kwamba Mola subhanahu wa ta'ala anatuambia hii ibada ya tasbihi inafanywa na walioko mbinguni, inafanywa na walioko ardhini. Kwa nini wewe ujinyime fadla ya kuingia chini ya grupu kama hii kubwa? Yani ikiwa wote hawa wanamsabih Mwenyezi Mungu, wewe unakosaje? Na kama alivyotuambia Mola subhanahu wa ta'ala, wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi, hakuna chochote isipokuwa kinamsabih Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ingiza chochote unachotaka chini ya chochote, sawa ni malaika, majini, binadamu, hayawani, ndege, mpaka jamadat, kila kitu kinamsabih Mola subhanahu wa ta'ala kwa dalili zisizokuwa na idadi. Ya kwanza, Mola subhanahu wa ta'ala atuambia katika kisa cha Sayyidina Daud, wasakharna maahu wasakharna yusabbihna wat-tayr wasakharna maahu al-jibal yusabbihna wat-tayr. Naam, akafanywa taskhir Sayyidina Daud ya jibal, majabali yalikuwa kimsabih Mwenyezi Mungu, lakini vile vile wat-tayr, na ndege. Kwa hivyo majabali yanamsabih Mungu, ambapo kwamba ni jamad, haina roho jabali, lakini lamsabih Mwenyezi Mungu. Wat-tayr, na vile vile ndege. Sawa, hawa wawili. Haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake akikataza kumuua dhifda, frog, chura, akatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, la taqtulu ad-dafadi', musiwaue vyura. Kwa nini ya Rasulullah? Asema fa inna naqiqaha tasbihu, ile sauti unayotoa zingine sisi twakereka ikiwa sehemu hivi kuna pengine nyasi na maji nini, sauti zile wazotumiza masikio mara nyingine, lakini Mtume atuambia ni tasbihi hiyo. Sasa wewe badala ya kuichukulia kwa kuumiza masikio au kutadhiki, wewe ichukulie kwa uzuri, sema huyu mnyama yomsabihu Mungu yanishinda mimi, nakaa kimya. Fanya iwe itakukumbusha na wewe kumsabih Mola subhanahu wa ta'ala. Fadla hii amepata kwa sababu ya kile kitendo chake na nia yake. Wakati wa Sayyiduna Ibrahim alayhi salam ulipowashwa ule moto
mkubwa, akaingizwa Saidina Ibrahim ndani. Kulikuwa na wanyama wawili, kuna mjusi ambaye kwamba alikuwa akivivilia ule moto kwa kusudio la nini? Kuwasha zaidi. Lakini mjusi ni mnyama mdogo sana ambaye kwamba hana nguvu za kuongeza ule moto kuwaka. Ule moto ulikuwa ni mkubwa sana, lakini kwa sababu ya nia yake mbaya, Mtume sallallahu alayhi wasallama akatuambia, ukimuua unapata ujira, tena ukimuua kwa pigo la kwanza ujira unakuwa mkubwa zaidi. Akawafaa kuuliwa, na kwa kuuliwa pata thawabu. Lakini upande wa pili kukawa kuna huyu ambaye kwamba ni chura. Chura ni mnyama mdogo pia mbele ya ule moto, lakini kwa nia yake nzuri akawa anateka maji kwa mdomo wake akirusha kwa ule moto. Anateka maji akirusha, hawezi kuzima moto kama ule chura, lakini nia yake nzuri ataka kuuzima, usimchome nabii wa Mwenyezi Mungu. Mtume akatuambia msimuue huyu, tukaambiwa tumuue huyu, tukaambiwa tusimuue, bali na sauti yake tukaambiwa ni tasbih. Kwa hivyo ameongezeka na chura. Masahaba walikuwa wakisema kunna natba'u tasbiha alhasa fi yadihi, tulikuwa tukisikia vijiwe vikimsabih Mwenyezi Mungu katika mkono wa Mtume, vijiwe na hisabu utakacho. Kwa hivyo kila kitu katika huu ulimwengu kinamsabih Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, lakini kama alivyotuambia Mwenyezi Mungu, walakin la tafqahuna tasbiha, nyinyi ndio mpati, sisi ndo hatujui, sisi ndo hatusikii. Kama tulivyoashiria katika darasa ya juzi, tukasema kuna masikio na kuna mashikio. Masikio, walau alima Allahu fihim khairan la asma'ahum, atuambia Mwenyezi Mungu, angejua khairi Mola kwao angewasikilizisha. Kwa hivyo kuna watu ambao kwamba wanafika kiwango hicho cha kuweza kusikia, lakini sisi kuna mambo ambayo kwamba yanatuzuia. Na tukataja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, laula tamarruqu qulubikum wa tazayudukum fil hadithi la sami'tum ma asma. Lau si nyoyo zenu kutotulia, nyoyo zetu zitulize, mara ziko katika istiqama, mara zimepinda. Lau si nyoyo kutotulia na kuongeza katika maneno, umesikia maneno kuongeza maneno yako mengine kwa juu, asema lau si hayo mambo mawili la sami'tum ma asma, mungesikia kile ninachokisikia. Asikia mingi Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, na sisi tuna mingi ambayo kwamba hatuyasikii, lakini makamu yale aliyafika kwa sababu wataiha udhunun wa'iya. Sisi sikio lolote udhunun wa'iya ndio linaweza kusikia. Kwa hivyo kila kitu katika huu ulimwengu kinamsabih nani? Kinamsabih Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Sabaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh. Baadhi ya maulama wakatuambia tasbihi ya iliyokusudiwa hapa ni tasbihi ya bayan, sio tasbihi ya hakika. Ya hakika ni ile kusema subhanallah, lakini tasbihi ya bayan maana yake nini? Tasbihi ya bayan maana yake ni kuwa ukikiona unamsabih Mungu, ama unakumbuka Mwenyezi Mungu kisha unamsabih. Kila kitu katika huu ulimwengu ukikiangalia kwa jicho la ndani la kutafakari, unaona utendakazi wa Mwenyezi Mungu na uhodari wake katika kuumba, moja kwa moja na kupelekea kusema nini? Subhanallah. Ukishangazwa na kitu unasemaje siku zote? Ukipendezwa kitu kwa mshangao unasema nini? Imekuja katika athar, likulli mu'jibatin subhanallah, kwa kila jambo lenye kushangaza mtu afaseme nini? Subhanallah. Kwa hivyo kila ukikiona vile na ukistaajabishwa nacho unasema nini? Unamsabih Mwenyezi Mungu, unasema subhanallah. Kwa hivyo sabaha lillahi ma fi samawati wal ardh. Katika baadhi ya musabbihat inakuja sabaha lillahi, ama yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh, inarudi ile mausula hapa, haikurudi. Anatuambia ma fi samawati wal ardh, akusema wa ma fil ardh. Taib, nini tofauti kati ya hii ambayo kwamba haikurudia na zile ambazo kwamba zimerudia? Ukiangalia katika zile ambazo kwamba zimerudia, utaona kunazungumziwa binadamu. Tuangalie kwa mfano suratul Hashr, Mola anatuambia sabaha lillahi ma fi samawati wa ma fil ard, ikarudi wa huwa al-azizul hakim. Kisha akatuambia huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim ila akhir alaya.
wanazungumziwa Mayahudi ambao kwamba ni binadamu. Sasa peleleze kila ambayo kwamba ma imerudi baada yake kunazungumziwa nani? Binadamu. Lakini ukiangalia hii sabaha lillahi ma fi samawati wal ard bila ma wa huwa al-azizul hakim, baada yake anazungumziwa Mola, azungumzi binadamu. Lahu mulku samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir, huwa al-awwal wal akhir wal dhahir wal batin wa huwa bikulli shay'in alim. Kwa hivyo tofauti ya ile ambayo kwamba inarudia ma ni ya kuzungumzia viumbe hasa binadamu, na hii anatajwa Mola baada yake subhanahu wa ta'ala. Na ikija ma sabaha lillahi ma fi samawati, ma inakusanya kila kitu ambaye kwamba ana akili, ambaye kwamba hana akili, anahesabika kuwa ana uhai, ambaye kwamba hana uhai, zote hizi zinamsabih nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, viliomo katika mbingu na viliomo katika ardhi. Mola subhanahu wa ta'ala akamalizia aya hii kwa kutuambia wa huwa al-azizu al-hakim, na yeye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye mshindi mwenye nguvu, lakini vile vile al-hakim mwenye uongozi ukileta kwa maana ya hukumu, al-hakim mwenye hikma ukija kwa maana ya hikma. Kwa hivyo kuna hukumu na kuna hikma. Hukumu ni uongozi na hikma ni hikma. Kwa hivyo Mola subhanahu wa ta'ala ndiye al-aziz. Tumesema katika musabbihat kumetajwa majina 33 katika majina ya Mola katika al-asmaul al-husna. Naam, yanaanza sasa hapa katika sura kama hii. Limeanza la kwanza ni al-aziz, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba ni mwenye nguvu, al-hakim ambaye kwamba ni mwenye hukumu. Na tumesema mwenye hikma na mwenye hukumu vile vile. Tumesema kuwa katika sura zote zilizojulikana kama musabbihat, majina mawili ya Mola haya yamepatikana zote. Rudi fuatilie sura zote hizo, yamepatikana majina kama haya. Naam, nayo ni kuonesha kuwa Mola subhanahu wa ta'ala yeye kwa hikma yake na kwa nguvu alizokuwa nazo ndio hawa viumbe vyote vikawa vinaweza kumsabihi. Leo sisi katika maisha ya kibinadamu, ikiwa kuna mtu ambaye kwamba amepata uongozi, utaona kila mmoja anakimbilia kumsifu kwa sifa mbalimbali, hata kama hana zingine, lakini wenyewe wanakuambia ngoja tutengeze CV. Pengine kuna tenda tutapata pale, kuna mkono tutanyoshewa, mwezi wa Ramadhani pengine tutakunjiwa bahasha ya zaka. Sasa zile sifa zilizosukuma katika kwenda kumsifu nini? Ile izza alokuwa nayo. Umeona? Sasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba ndio aziz na ndio mwenye izza kushinda wote, na hakuna ambaye kwamba izza yake inadumu isipokuwa kwa kupitia izza ya Mwenyezi Mungu. Liyakum bi rabbika kullu izzika yastaqirru wa yathbutu wa idha i'tazazta bimayitin fa inna izzaka mayitu. Anatuambia wenye kusema liyakum bi rabbika, iwe kwa Mola wako, kullu izzika, izza yako yote iwe ni kwa Mola wako, yastaqirru ndo itapata kukita, wa yathbutu na kuthubutu. Ukitaka ubakie ni azizi wewe, jiegemeze kwa izza ya Mola subhanahu wa ta'ala. Lakini wa idha tazazta bimayitin, ukienda ukitafuta izza kwa anayekufa, yani mwanadamu, fa inna izzaka mayitu, izza yako vile vile itakufa. Kuna watu walikuwa wakizunguka nchini wakijipiga vifua wakijigamba, sisi kina fulani wa baba. Yuwapi baba leo? Mungu ashamchukua. Izza imekufa kwa kufa. Unaona? Kwa hivyo usijipige kifua ukasema mimi najua na sijui na waziri fulani, mimi niko karibu na mfalme fulani. Wote watakwenda hao, wakenda na wewe izza yako imekwenda. Taka izza ya kudumu, ushikana na Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yeye Mola subhanahu wa ta'ala ndiye al-aziz, anastahili kusabihiwa na kusifiwa kwa kila sifa zilizokuwa nzuri. Lakini izza peke yake haitoshi. Leo mtu akiwa ni kiongozi ana izza lakini hana hikma, atafika katika tahawur,
atachukua hatua zingine ambazo kwamba si za sawa, ataharibu mambo, kwa sababu uongozi anao lakini hikma amekosa. Na vile vile ukiwa wewe ni hakimu, hikma unayo lakini huna izza, utabaki kumeza mate tu. Tamani yani ungekuwa na ile nafasi na wewe ukafileta mabadiliko, ukafanya mambo lakini wabaki walala nazo tu hikma zako, mwisho utazikuwa nazo. Umeona? Sasa ili ikamilike nizipatikane zote mbili, kuna izza, kuna nini, hikma. Kutapatikana uongozi lakini vile vile ina nguvu, na vile vile kutapatikana nini, hikma ndani yake. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala amekusanya zote hizo kwa daraja ya juu kabisa. Huwa al-azizul hakim. Yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala ndio aziz, na yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala ndiye hakim, mwenye hikma. Kuna wengine wameruzukiwa hikma na Mola Subhanahu wa Ta'ala, wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira. Tumeambiwa katika Al-Qur'an Al-Karim, anayepewa hikma amepewa khairi nyingi. Na amezungumzia Sayyidina Luqman kama tulivyotaja, al-Hakim, ambaye kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimkirimu kwa hikma. Na hikma ni jambo zuri na jambo adhimu na jambo kubwa na jambo muhimu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwakirimu baadhi ya waja wake, na imekuja katika baadhi ya athar idha razaka Allahu al-abda as-samta, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimruzuku mja kukaa kimya. Ndio shida yetu sisi, ni midomo ya juu kukaa kimya, tupenda sana kusema, lakini Mola Mtume anatuambia katika kitabu Samt cha Ibn Abi Dunya. Angalia hilo jina tu kwanza, kitabu kizima cha hadithi zaidi ya 300 kinaitwa kitabu Samt, kitabu cha kukaa kimya. Ataja hadithi za fadhila ya kukaa kimya tu. Katika kitabu Samt nasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu akimruzuku mja kukaa kimya, yani akiwa ni mwingi wa kukaa kimya, hasemi sana, zinatoka ya nabiul hikma ndani mwake. Utaona maneno anayotoa ni mara nyingi akizungumza huwa ni mazungumzo ya nini? Mazungumzo ya hikma. Kwa hivyo hikma ni jambo adhimu sana, lakini al-Hakim, yule ambaye kwamba ndio mwenye hikma kushinda kila mmoja, nani? Ni Mola Subhanahu wa Ta'ala. Lakini tumesema vile vile al-Hakim inaweza kuja kwa maana ya hukma, kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio mwenye hukumu ya juu kabisa. Hukumu mwingine anaweza kuwa rais, waziri, mfalme, ni hukumu ile, uongozi anao, lakini ni uongozi wa muda maalum. Leo yeye ni mfalme, kesho inakuja habari ya kifo, si mfalme tena. Mara inakuja habari ya kushtua zaidi ya mapinduzi, utasikia sijui mfalme na wangapi katika ulimwengu. Tunasoma katika tarehe wamependuliwa, na wengine wapenduliwa na watoto wao na wengine na ndugu zao ndani ya familia. Utasikia kumetokea mapinduzi, fulani alikuwa mfalme, si mfalme tena. Na la ajabu, hatoki kwenye kiti cha ufalme, labda akapewa kiti cha chini yake, mpaka jela moja kwa moja. Hukumu yake iko wapi? Kwa hivyo haidumu ile hukumu, na ndio maana walikuwa wakisema lau dama li ghairi kama wasala ilaik. Lau dama li ghairi, lau ungekuwa uongozi unadumu, ungekuwa umedumu kwa mwingine, ma wasala ilaik, usingekufikia wewe, ungekuwa bado uko kwa yule mwingine. Lakini maadamu umekufikia wewe, ina maana umetoka kwa mwingine, na maadamu umetoka kwa mwingine ukaja kwako, na kwako vile vile utatoka, utakwenda kwa mwingine. Sheikh al-Mashayikh zetu al-Imam al-Sha'rawi rahmatullahi alayhi alipofanywa waziri al-awqaf kule Misri, Egypt, alipofanywa ni waziri wa awqaf, al-Imam al-Sha'rawi aliwaambia, mimi hapa mlangoni hapa niwekeni ofisi yangu. Kawaida waziri kwa ghorofa ya kadhaa huko, mpaka upitie sijui nani sekretari mpaka uje kumfikia. Yeye akasema, mimi ofisi yangu naitaka hapa karibu na mlango, nikiingia tu naingia ofisini. Kwa nini ya Imam? Asema ndio ikija amri ya kuwa wakati umeisha natoka mlango tu sina shida, panda shuka na nini natoka. Yani tayari anajua kuna wakati utafika, itakuwa ni yeye mwenyewe kujiondoa ama ataondolewa, lakini siku zote uongozi huja na vile vile ukaenda. Lakini uongozi wa Mola Subhanahu wa Ta'ala ni wa kudumu, si wa kuja na kwenda.
Inshallah Mwenyezi Mungu akitupa umri na afya, katika darasa litakalofuatia tutakuja kuendeleza kuanzia aya ya pili. La ilaha illa Allahul azimul halim, la ilaha illa Allahu rabbul arshil azim, la ilaha illa Allahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.